my beautiful people. Kuna vitu ambavyo tunajua kabisa hatutaki kufanya, lakini tunajikuta tunafanya kwa sababu ya ubinadamu na ile matamanio ya kibinadamu. Mfano, vitu ambavyo tunajua kabisa hatutaki kufanya lakini tunafanya. Mfano, hutakiwi kuposti kwenye mitandao ya kijamii kila hatua unayopiga kwenye maisha yako. Mfano, umenunua gari jipya, umeposti kwenye mtandao wa kijamii. Umejenga nyumba, umeposti kwenye mtandao wa kijamii. Sio umefanya vile, umeposti kwenye mtandao wa kijamii. Kiukweli hii kitu sio nzuri, kwa sababu unazidi kuzidisha maadui, kwa sababu kwenye maisha si kila mtu anapenda kumuona mtu akifanikiwa au akipiga hatua moja kwenda sehemu nyingine. Ndo unakaribisha, unasema husda zipo na zikwepeki. Mwingine sio lazima kuende kwa mganga. Mwingine tu akiumia ndani ya nafsi yake tayari wewe kwako ni tatizo. Kwa hiyo ni bora mara kama wewe unaweza usiposti kila hatua yako ya maisha kwenye mitandao ya kijamii. Usifanye media. Kuna sisi tunafanya lakini unajua kabisa kwamba hapa nakosea. Kingine, hutaki kuposti kwenye mitandao ya kijamii mahusiano yako ya mapenzi. Mfano mimi hapa ninavyoposti mume wangu unanipenda. Najua sitakiwi, kwa sababu najua kuna watu wengine hawapendi kuona watu wakiwa wanafurahi maisha ya ndoa, hawapendi. Watafanya kila wanaloliweza kuweza kuvunja hilo uhusiano. Lakini sisi tunajikuta tu tunapost, lakini kiuhalisia hutaki kuposti mahusiano yako, tena yale ya amani na ya furaha kwenye mitandao ya kijamii. Hatutakiwi. Sawa, ndio hivyo tunajikuta tunafanya. Kingine, hatutaki kuposti watoto wetu kwenye mitandao ya kijamii. Unapowaposti watoto wako kwenye mitandao ya kijamii wakiwa na afya njema, wamefaulu darasani, unaposti, unamkaribishia watoto maadui, husda watoto wako bila mwenyewe kujua. Hivyo vyote tutaki kuvifanya. Sema ndo binadamu, si ndo dunia tena. Unajikuta tu mtu unafanya, lakini kama unaweza kuzuia kwenye mitandao ya kijamii, usiposti watoto wako, usiposti kila hatua ya maisha yako ya mafanikio. Usiposti, posti tu vitu vya kawaida ambavyo vinachanganya watu na yule yupo tu, kumbe unaendelea na maisha yako. Wakijua kwamba yupo huna kitu, kwa maadui pia wanakuwa hawapo, kwa sababu wanajua wewe hauna kitu. Na siku zote watu wanapigwa mawe wenye vitu. Kwa hiyo ni wewe ukiwa ile hujulikani, unaonekana tu upo, maidia utaishi maisha mazuri sana. Lakini maisha kila kitu kwenye mtandao wa kijamii, it's not okay. Kama unaweza zuia. Mimi binafsi najitahidi, lakini nashindwa. Namtanguliza Mungu mbele. Inshallah. Nawapenda. Tuko Madira Pambe. Mzigo mpya upo wa kutosha. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unakaribia. Hakikisha unapata nguo kwa ajili ya mamako, kwa ajili ya mkeo, kwa ajili ya dadako, kwa ajili ya rafiki yako. Njoo, mzigo mpya upo wa kutosha. Njoo Madira Pambe, lakini ogopa kutapeliwa, sisi hatupo Facebook. Ogopa kutapeliwa, sisi hatupo Facebook. Nawapenda sana sana sana. Hello my beautiful people. Kuna vitu ambavyo tunajua kabisa hatutaki kufanya, lakini tunajikuta tunafanya kwa sababu ya ubinadamu na ile matamanio ya kibinadamu. Mfano, vitu ambavyo tunajua kabisa hatutaki kufanya lakini tunafanya. Mfano, hutakiwi kuposti kwenye mitandao ya kijamii kila hatua unayopiga kwenye maisha yako. Mfano, umenunua gari jipya, umeposti kwenye mtandao wa kijamii. Umejenga nyumba, umeposti kwenye mtandao wa kijamii. Sio umefanya vile, umeposti kwenye mtandao wa kijamii. Kiukweli hii kitu sio nzuri, kwa sababu unazidi kuzidisha maadui, kwa sababu kwenye maisha si kila mtu anapenda kumuona mtu akifanikiwa au akipiga hatua moja kwenda sehemu nyingine. Ndo unakaribisha, unasema husda zipo na zikwepeki. Mwingine sio lazima kuende kwa mganga. Mwingine tu akiumia ndani ya nafsi yake tayari wewe kwako ni tatizo. Kwa hiyo ni bora mara kama wewe unaweza usiposti kila hatua yako ya maisha kwenye mitandao ya kijamii. Usifanye media. Kuna sisi tunafanya, lakini unajua kabisa kwamba hapa nakosea. Kingine, hutaki kuposti kwenye mitandao ya kijamii mahusiano yako ya mapenzi. Mfano, mimi hapa ninavyoposti mume wangu unanipenda. Najua sitakiwi, kwa sababu najua kuna watu wengine hawapendi kuona watu wakiwa wanafurahi maisha ya ndoa, hawapendi. Watafanya kila wanaloliweza kuweza kuvunja hilo uhusiano. Lakini sisi tunajikuta tu tunapost, lakini kiuhalisia hutaki kuposti mahusiano yako, tena yale ya amani na ya furaha kwenye mitandao ya kijamii. Hatutakiwi.
Sasa ndio hivyo tunajikuta tunafanya. Kingine, hatutaki kuposti watoto wetu kwenye mitandao ya kijamii. Unapowaposti watoto wako kwenye mitandao ya kijamii wakiwa na afya njema, wamefaulu darasani, unaposti, unamkaribishia watoto maadui, husda watoto wako bila mwenyewe kujua. Hivyo vyote tutaki kuvifanya. Sema ndo vile, ndo binadamu, si ndo dunia tena, unajikuta tu mtu unafanya. Lakini kama unaweza kuzuia kwenye mitandao ya kijamii, usiposti watoto wako, usiposti kila hatua ya maisha yako ya mafanikio. Yaani usiposti, yaani posti tu vitu vya kawaida ambavyo vinachanganya watoto na yule yupo tu, kumbe unaendelea na maisha yako. Wakijua kwamba yule yupo huna kitu, kwa maadui pia wanakuwa hawapo, kwa sababu wanajua wewe hauna kitu. Na siku zote watu wanapigwa mawe wenye vitu. Kwa hiyo ni wewe ukiwa ile hujulikani, unaonekana tu upo, my dear, utaishi maisha mazuri sana. Lakini maisha kila kitu kwenye mtandao wa kijamii, it's not okay. Kama unaweza zuia. Mimi binafsi najitahidi, lakini nashindwa. Namtanguliza Mungu mbele. Inshallah. Nawapenda. Tuko Madira Pambe. Mzigo mpya upo wa kutosha. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unakaribia. Hakikisha unapata nguo kwa ajili ya mamako, kwa ajili ya mkeo, kwa ajili ya dadako, kwa ajili ya rafiki yako. Njoo, mzigo mpya upo wa kutosha. Njoo Madira Pambe. Lakini ogopa kutapeliwa, sisi hatupo Facebook. Ogopa kutapeliwa, sisi hatupo Facebook. Nawapenda sana sana sana.